Leo kanisa linafanya kumbukumbu ambapo Bikira Maria alikubali kwa namna ya pekee kushiriki kwa namna ya kitofauti kabisa katika wokovu wa mwanadamu kwa kumleta kwetu mkombozi wetu Yesu Kristo. Yeye ameukubali upendo wa Mungu, amekubali mapenzi ya Mungu. Tunapokuwa tunafanya sherehe hii, na sisi tukumbuke mapenzi ya Mungu kwetu ni yapi, kuwa watakatifu, na tujiulize, je, na sisi tunakubali kupokea matakwa ya Mungu, kupokea mapenzi ya Mungu ili sisi tuwe watakatifu? Na ndugu zangu, utakatifu tunaupataje? Usipoweza kumuona Mungu katika maisha yako ya kawaida, katika kazi zako za kawaida, hauwezi ukamuona tena. Mtakatifu mmoja wa Hispania, Jose Maria, alikuwa anakumbushia sana. Maisha yetu mengi tunayatumia kazini. Unaweza kujiuliza, kwa siku ni muda gani unautumia kuja kanisani? Najikuta ni muda mchache sana. Lakini kazini kwako muda mwingi, kwenye familia muda mwingi. Kumbe sehemu ya kujitakatifuza ni huko katika kazi zako za kila siku, ni huko katika majukumu yako ya kila siku, ni huko katika maisha ya kawaida. Na unajitakatifuzaje basi? Itakatifuze kazi, ufanye kazi kwa bidii na uifanye kazi vizuri. Sio kila mtu alipata bahati ya kufanya anachokipenda. Wengine wanafanya vitu ambavyo havipendi, basi ni kazi, lakini unaweza ukakipenda unachokifanya. Ongeza kiungo cha upendo, kimimine katika kazi yako, uipende kazi yako, utaitakatifuza na yenyewe itakutakatifuza. Lakini pia ukiwa unafanya kazi unajigundua kwamba unapata fadhila za kibinadamu ambazo zinakuleta zaidi karibu na Mungu. Utajikuta unafanya punctuality, utajikuta unapanga mambo yako vizuri, utajikuta unapata fadhila ya uvumilivu, utajikuta unapata fadhila ya hata kuomba msamaha, ya hata kuwa mpole, kwa sababu haya mambo yote yanatukuta katika mazingira ya kazi. Utajikuta pia unapata hata fadhila ya kuwa na moyo mchangamfu katika kazi. Ukifanya hivyo unajitakatifuza wewe, lakini zaidi unawatakatifuza na wenzako, kwa sababu watu wakikuona jinsi ulivyo mchapa kazi, jinsi ulivyo mwaminifu, jinsi unavyofanya kazi kwa furaha, jinsi ulivyo na moyo mchangamfu, wanavutika. Kwa namna hiyo unakuwa unawatakatifuza wengine. Tunapokuwa tunamsherehekea Bikira Maria leo, tumuombe Mungu atujalie kupitia maombezi yake neema ya kukubali mapenzi ya Mungu ya kuwa watakatifu katika kazi zetu. Tujute dhambi zetu.